Na hata nikisema ukamuombe mke mwenza msamaha, inawezekana? Inawezekana kumuomba mke mwenza msamaha? Sinijibiwe. Inawezekana, haiwezekani? Inawezekana kumuomba mke mwenza msamaha. Au tuna ususuavu wa nafsi, siombi mimi. Yeye mwenyewe kanikosea mangapi? Simuombi chochote, Mungu mwenyewe anajua atatusamehe. Lakini kwa mtu ambaye ana takwa, hajali lawama za wenye kulaumu. Subhanahu wa ta'ala akasema, inna kaida kunna adhim. Hakika vitimbi vya wanawake ni vikubwa mno. Mpaka sheitani ameambiwa vitimbi vyake ni dhaifu, lakini vitimbi vya mwanamke ni vikubwa. Akiamua kuharibu anaharibu, akiamua kutengeneza anatengeneza. Lengo letu sisi tuwe ni wanawake ambao hatutarajiwi kuharibu, kwa sababu mwanamke wa Kiislamu ni mwanamke ambaye analeta majawabu katika jamii. Mwanamke wa Kiislamu yeye ndiye ambaye huja kutengeneza. Na ndio maana tukao tunaambizana kuanzia sekta za ndoa, kuanzia sekta za malezi ya watoto, sekta za biashara, sekta za miamala na majirani zetu, kwa sababu dini yetu sisi imetimia, haijabakisha kitu. Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema hudan linnas, lakini akaja akasema hudan lilmuttaqina, ni mwongozo kwa wale wanaomcha Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kama ni mwongozo kwa wale wanaomcha Mwenyezi Mungu, sasa tumeshatoka kwenye Ramadhani, pale ambapo tumekosea tumejirekebisha. Huenda tulikosea kwa kutokufahamu, au huenda tulikosea kwa sababu hatukupata watu wa kutukumbusha, kwa sababu mwanadamu alivyoumbwa ana tabia ya kutokukumbuka, anasahau kwa lugha nyingine. Lakini huenda tumekosea kwa kuwa na nguvu ama elimu ya kutujuza sisi zaidi wapi tunakosea zaidi, wapi tunapatia zaidi. Sasa tumeshaambizana nini cha kufanya. Nini cha kufanya? Kwa hiyo kama mwanamke ameambiwa yeye ndo mtengenezaji, tunategemea baada ya Ramadhani hii matokeo yatakayotokea katika jamii yetu yatakuwa yanaonekana kwamba haya ni matokeo ya wanawake ambao wameifunga Ramadhani mwaka 2023. Kupiga kelele peke yake hapatoshi. Watoto wetu wanalawitiwa, watoto wetu wanahujumiwa. Wewe mwenyewe uko wapi? Hatujakaa vizuri sisi. Sasa baada ya Ramadhani hii Mwenyezi Mungu aliposema hudan lilmuttaqina, ni mwongozo kwa wale wacha Mungu, tutakuwa tayari tumeshakuwa wacha Mungu. Kama itakuwa tayari tumeshakuwa wacha Mungu, sasa matokeo yataonekana. Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi. Jambo la kwanza tumesema kabla au baada, na ili tufikie lengo ambalo tunalihitajia, ni kwamba sasa tunatakiwa kwanza tujisamehe sisi wenyewe. Tujisamehe sisi wenyewe kwanza kabla hatujafikia hatua nyingine. Kujisamehe mwenyewe kutasababisha ujione wewe ni kiumbe ambaye una nafasi kubwa katika ulimwengu huu. Lakini ndiyo itakayopelekea ujione kwamba wewe ndiye hasa Mwenyezi Mungu aliyekuleta kuja kuifanya kazi yake. Sisi kwa nini tujisamehe wenyewe? Mtu anaweza kujiuliza, mimi nimejikosea nini? Ulishalalamika mimi sina bahati, mimi sipendwi, mimi naonewa, mimi na hivi. Kweli sio kweli jamani? We bahati unayo, mpaka umefika maeneo haya, huja Mwenyezi Mungu kakuleta maeneo haya ambapo anatajwa yeye. We bahati unayo. Wewe bahati unayo kwa sababu Mwenyezi Mungu na rehema zake amejalia mtu ambaye amekubali kuachana na mambo ya dunia,
akasikia wito wa Mwenyezi Mungu, akaacha mambo yake, akaenda akasikiliza wito wa Mwenyezi Mungu, hiyo bahati sio bahati? Bahati. Bahati. Tumeacha mangapi? Kwa hiyo tumeshajilaumu mambo mengi, kukosea. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kila mwanadamu ni mwenye kukosea, lakini bora mwenye kukosea ni yule mwenye kutubia. Tumeshakosea sana, tujisamehe wenyewe. Ukijisamehe mwenyewe ndio utaweza kusema kwamba sasa naweza kutengeneza pale nilipoharibu. Ukijisamehe mwenyewe, kibri kitakuondoka. Tupo vizuri Ukiweza kujisamehe mwenyewe, kujikweza kutakuondoka. Ukiweza kujisamehe mwenyewe, kudharau kutakuondoka. Ukiweza kujisamehe mwenyewe, kujishusha kutakuondoka. Ni kwamba wewe utajiona ni kiumbe ambaye unastahili katika kuishi katika ulimwengu kwa upendo na amani pamoja na watu wengine. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka sisi tuwasamehe tuliowakosea, tukosea, tuwasamehe waliotukosea. Kweli wametufanyia idhlali, mwingine amekutilia fitina kwa mumeo, umepigwa mabao, usiseme simsamehi mpaka siku kwenye mkunazi. Msamehe. Amesababisha mke mwenzio umenyimwa chakula nyumbani, msamehe. Msamehe. Amesababisha mwenzio umetukanika kwa watu, heshima yako imeshuka, msamehe. Tuwasamehe wale ambao wametukosea. Tunaeleweka Tuwasamehe ili Mwenyezi Mungu na sisi atusamehe. Lakini pia sisi wenyewe tuwe tunaomba msamaha. Tuwaombe msamaha wale ambao tumewakosea. Kama utaweza kujisamehe mwenyewe kule uliko, ni kwamba utaweza kuomba msamaha pia. Kwa sababu kule umejisamehe, umeshajishusha hadhi yako. Kweli sio kweli? Utakuwa umeshajishusha? Wadada, umejishusha hadhi yako ya kwamba mimi nimejisamehe, nilikuwa na kiburi, nimeacha. Kwa hiyo unapokuwa huna kibri, itakuwa rahisi kumwomba mtu msamaha. Sheitani alikuwa na kibri, ndio maana akashindwa kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha. Mwenyezi Mungu atuepushe na sifa za Ibilisi. Ni ngumu. Ni ngumu. Sio rahisi kama tunavyotegemea, yani sio rahisi kama tunavyofikiria, ya kwamba wazazi tunawakosea, waume tunawakosea, viongozi wetu tunawakosea, na hata nikisema ukamwombe mke mwenza msamaha, inawezekana? Inawezekana kumwomba mke mwenza msamaha? Sinijibiwe. Inawezekana? Haiwezekani? Inawezekana kumwomba mke mwenza msamaha. Au tuna ususuavu wa nafsi, siombi mimi, yeye mwenyewe kanikosea mangapi, simuombi chochote, Mungu mwenyewe anajua atatusamehe. Lakini kwa mtu ambaye ana takwa, hajali lawama za wenye kulaumu, haoni tabu wala haogopi, kwa sababu akikumbuka Mwenyezi Mungu aliposema yauma la yanfa'u malun wala banuni illa man atallahu biqalbi salim, siku ambayo haitomfaa mtu mali yake wala watoto wake isipokuwa wale atakamjia Mwenyezi Mungu na moyo salimika. Moyo salimika ni upi? Tulisema hauna chuki, hauna vinyongo, hauna visasi, hauna magomvi, hauna umetulia. Sasa kama unasema huwezi kumwomba mke mwenza msamaha na umemkosea kweli, huo moyo uko salama? Sisi tujibizane, huo moyo uko salama? Haupo salama. Na utakuwa hujajisamehe. Bwana, ucha Mungu sio jambo dogo. Cha Mungu jambo kubwa sana.
Ndio maana tunasema hivi, je, tuko tayari huo ucha Mungu kuwa nao? Tupo tayari? Tupo tayari kuwa na huo ucha Mungu? Maana yake kama itakuwa kamwombe mke mwenza msamaha, na nikae tu sina msamaha. Sawa eh? Wazazi wetu sisi tumewakosea. Hapa tulipo tushanunua nguo za sikukuu nne za watoto zote tushanunua. Wazazi wetu tunawakosea. Hata wao kwa kumkumbuka hata mama doti ya kanga hii au mama juba hili, hatufanyi hivyo. Tupo vizuri eh? Hatufanyi hivyo. Tunaelewana eh? Kwa sababu sisi tunaona makosa ni yale makubwa, yule aongei na mama yake, lakini tukitizama kwa wazazi wetu sisi hatuna cha kuwalipa. Wao walijinyima sisi tule, walijinyima sisi tuvae, walijinyima sisi tuweze kutibika, lakini sisi wazazi wetu wakiwa na changamoto zozote hatuwezi kabisa kuwarudishia, ingawa hatutaweza, lakini hatujihimizi kuwarudishia wema. Ucha Mungu kwa mtu ambaye hayuko vizuri na wazazi wake haiko vizuri, haukai. Tunarudia nukta za waume zetu tunaowakosea. Bwana sikashansamea ashaisha, eti babake hajanisamea. Kama maskhara vile wataturuka hawa siku ya kiyama. Mwenzo anakimbilia mahurilaini wake, yeye anakuchoma kwa Mwenyezi Mungu. Wallahi mimi naambia kweli, anakuchoma kwa Mwenyezi Mungu siku hiyo. Mwenyezi Mungu anasema billahi minash shaitani rajim, yawma yafirru mar'u wa ummihi wa sahibatihi likulli imri'in minhum wujuhun yawmaidhin musfira wa wujuhun yawmaidhin 'alayha ghabara tarhaquha ulaika humul. Sasa wewe mchukulie kitu cha kawaida. Sisi tunapopigishana kelele, tunapozungumza, haimaanishi kwamba tunataka au mwanamke ajidhalilishe kwa mumewe. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam pia amesema hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema hivi, lau kama ingekuwa kuna haki ya kiumbe kumsujudia kiumbe mwenziwe, mimi ningetoa haki ya mke kumsujudia mumewe. Allahu akbar. Sasa wao shamtia masingi kwa sababu hajui kuongea. Hapa wengine tumedai hela za sikukuu kwa masingi. Ushamgezea, hatuwafanyia hivyo. Tukikaa huko, eti linaniambia, hatusema hivyo. Tuseme kwa kumwogopa Mwenyezi Mungu. Kwani sio kweli? Mwenyezi Mungu haya anayafurahia, afurahii. Haya. Aliyekupa mume nani? Aliyekupa amri ya utii nani? Aliyekupa amri ya kumheshimu nani? Haya. Ukivunja hilo jambo, umemvunja amri ya nani? Haya, hiyo ndio unamfanyia, umemfanyia nani? Natamani ningeeleweka. Haya, tunaambizana basi. Jisamehe wewe na wasamehe waliokukosea, lakini pia na wewe ukaombe msamaha. Kama ombe msamaha mume wako, 10 la mwisho. Huku tizama Mwenyezi Mungu atakavyokufanyia wepesi, kwa sababu huku unamwomba msamaha Mwenyezi Mungu, huku unamwomba msamaha mume wako. Mwambie mume wangu nisamehe. Leo tupo, kesho hatupo. Na kukosea mengi, huenda kwa kujua au kwa kutokujua. Kwa sababu jamani, changamoto zipo. Na wala ninapokuambia ukamwombe msamaha mumeo, simaanishi kwamba yeye hakukosei. Huenda yeye ndo bingwa. Kama hajakukera hapo nyumbani hajajisikia raha,
Akukere, kisha kukukera ndo aage atoke. Akuache na machozi yanakutiririka hivi. Tena mwingine ukujia dirishani hivi akuchungulia unalia kweli. Akikuona unalia yeye huyo anaondoka. Kweli jamani, sio kweli? Ndo raha zao. Lakini wewe unaichunga akhera yako. Acha. Huyo ndo mtihani wako. Acha. Tupo vizuri Muombe msamaha. Kujishusha wewe mbele ya mumeo si kwamba wewe utakuwa utageuka jiwe au utageuka wewe karatasi. Wewe utabaki kuwa ni kiumbe bora vile vile, ni mwanadamu. Tunafahamiana? Mume wangu naomba unisame. Sio unaenda kumomba msamaha, mume wangu inawezekana nimekusamehe, nimekukosea, yote nini, tusameheane yaishe. Maana ndio misamaha yetu tunaoomba wadada. Yaishe, si yaishe tena, si ashaisha eti babake si ashaisha. Pale atatukuitikia, lakini we hakikisha amekusamehe huyo mtu. Huyo mtu anaweza akakuwekea kizingiti siku ya kiyama. Wallahi nakuwa pia. Anaweza akawa kizingiti huyu mtu huyu. Na akikusamehe, umejua amekusamehe, basi Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi. Yeye hata kama anakukosea anakuambia kama hata anakukosea wewe msamehe. Sisi wanawake bwana, Mwenyezi Mungu katumiminia rehema, ndio maana tunabeba mimba, ndio maana tunazaa vitoto vidogo vidogo tunavilea, hata pressure hatuna. Mara 10 unakaa theater wala hujali. Unayari ufe wewe, mtoto wako aokoke. Tumejaliwa hivyo, basi kama na ile huruma na rahma ambayo Mwenyezi Mungu kaipandikiza kwetu, tuitumie. Sema nimeshamsamehe mume wangu kuanzia leo. Hata kama alikupiga bao, alikupiga akakuvua nguo mbele za watu hapo nje. Manake wanaume wengine bwana, Mwenyezi Mungu awaongoze, wanatudhalilisha. Lakini msamehe. Tupo vizuri Jirani yako msamehe. Na sisi Mwenyezi Mungu atusamehe. Msamehe kila aliyekukosea, na wewe Mwenyezi Mungu ndio utapata msamaha wake. Mwenyezi Mungu anasema, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Enyi mlioamini, subirini na shindaneni kusubiri na kuweni macho na mcheni Mwenyezi Mungu ili mpate kufanikiwa. Kwa nini Mwenyezi Mungu anasema hivi? Enyi mlioamini, subirini. Kuomba msamaha kunahitaji uwe na nguvu ya moyo, uwe na subra. Tunaelewana? Na shindaneni kusubiri na kuweni macho, ni kwamba si kwamba utakapoingia katika kipengele cha kuombana msamaha au cha kuomba msamaha makosa kuwa hayatoendelea. Makosa yapo, yataendelea. Tutaendelea kukosoana, tutaendelea kukosana, tutaendelea kufanyiana mitihani. Mwenyezi Mungu atatufanyia mitihani. Si kwamba leo umemwomba mumeo msamaha kwamba kesho hutomkosea. Ndio binadamu. Ila makosa yasiwe makubwa. Kwa hiyo kushindana kusubiri, na wao waume zetu nao wajue kuwa mke wangu amekosea, na msamehe mke wangu. Sio kila jambo anapita akilalamika, anapita akisikitika. Tushindane kusubiri.
Kushindana kusubiri kuna kujaje? Aha, dada fulani tabia yake ndo alivyo, ana paniki za haraka, hemu nimvumilie. Kule ndo kushindana kusubiri. Na yule akishakumjua mwenziwe yukoje, hemu nimsubirie. Watu wanashindana kusubiri. Mke na mume ndani ndio hivyo hivyo. Mke wangu mimi ni jeuri sana, lakini hodari wa kulea watoto, lakini anapika vizuri, lakini ananipenda, lakini ananijali. Huu jeuri wake mimi namvumilia, lakini sikwambii ukawe jeuri kwa hisani yako. Kwa sababu jeuri sio sifa nzuri, sifa ya shetani. Na mume naye na mke naye ajue, mume wangu mimi ni anagubu. Akiingia ataongea na kikombe, akiingia ataongea na begi, ataongea na zulia, ataongea na TV, sina raha ndani, lakini mashallah ananihudumia vizuri chakula. Watoto wake anasomesha, analipia ada. Alhamdulillah, dini anayo. Hii ni tabia, namvumilia. Ndio ile shindaneni kusubiri. Mke na mume washindane kusubiriana. Mke amsubirie mume, mume amsubirie mke. Lakini jirani yako namjua ni mpekupeku, mbea, msubirie. Usiseme cha umbea anakuja huyo, sitaki atakuwa na ushoga naye. Msubirie, mfundishe taratibu. Tuanze tu darasa. Ukti tuanze tu darasa. Kuna 1, kuna 2, kuna 3. Kuna 1, kuna 2, kuna 3. Sasa ukimfukuza wewe, nani atazungumza naye? Ukimwacha wewe, nani atazungumza naye? Tunaelewana? Tuwavumilie wazazi wetu, tusubiriane na wazazi wetu watusubirie. Mwenyezi Mungu alivyotuumba, wazazi wanatujua. Kama nina mtoto fulani ana 1, ana 2, ana 3, mtoto fulani ana 1, ana 2, ana 3. Lakini pia na sisi tuwavumilie wazazi wetu. Ni kweli kuna wazazi wana watoto wao wanawapenda sana. Kuna baadhi ya watoto wanapokaa na wazazi wao, kila anachofanya mtoto yule hana wema. Kakaa pale mzazi, wanawe wamekusanyika 3, 4, pengine ana watoto wake 2 ndio anawapenda, au 3 anawapenda, mmoja pale hamuoneshi mapenzi. Wamenyanyuka, Hadija nenda ukaniletee maji. Huyu asopendwa huyu akinyanyuka, sitakutuma wewe, memtuma Khadija. Kila kitu ataambiwa wale, atatengwa, mtoto atajisikia vizuri. Lakini nikwambie, hakuna mzazi anomchukia mwanawe. Huenda wewe kuna jambo umemfanyia mzazi wako mpaka umemfunga moyo wake. Tumtaki Mwenyezi Mungu msamaha. Lakini kama imetokea Mwenyezi Mungu amejalia mzazi wako ndio anakuona hivyo, basi usimchukulie vibaya, mwache akuchukie. Usijaribu kurudisha ubaya kwa mzazi wako, utapoteza akhera yako. Huo ndio mtihani wako. Kila mmoja tulizungumza, kila mmoja ana mtihani wake. Mwingine ana mtihani wa mume, mwingine ana mtihani wa afya, mwingine ana mtihani wa watoto, na kadhalika na kadhalika. Tushindane kusubiri. Msubirie mzazi wako, asubuhi haiko mbali, kutakucha. Na muombe maghfira na msamaha kila ukiswali, Rabbi ighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tusithubutu kutoka kwenda kuwasengenya wazazi wetu kwa mashoga zetu au kwa majirani zetu. Hiyo sio sawa. Naeleweka? Kuweni macho. Mwenyezi Mungu anasema na kuweni macho, kwa sababu sheitani ndiye anayepandikiza chuki baina ya mwanadamu na mwanadamu. Tunaambiwa tuwe macho kwa sababu sheitani ndiye anayepandikiza chuki baina ya mwanadamu na mwanadamu. Lengo lake awatenganishe, awagombanishe ili yeye afurahi. Kwa hiyo mtihani ukitokea, mtu aseme au billahi na shetani rajim, tupeane dharura. Lulu kanipita hajanisalimia, wenda na mambo mengi.
ngoja nikamsalimie mimi. Kwani wewe kuna tatizo gani ukitoka kwenda kumsalimia mpaka kusalimie wewe? Wewe umekuwa kibla. Simu yangu mimi nikipiga hanipokelei. Huenda kila ukimpigia wewe, muda unompigia wewe simu iko chaji. Pengine kila muda unampigia wewe simu imeazimwa. Unaweza ukasema mimi hanipokelei, lakini hemu piga namba yako wewe, anapokea. Hemu tuwe macho. Mwenyezi Mungu anasema na kuweni macho. Anasema la'allakum tuflihun, ili mpate kufaulu.